Ombo na tupokee neno ambalo Mungu ameweka ndani yake kwa utukufu wa jina la Bwana. Tupigie Pastor Mary Sila makofi anapotuletea neno adhuhuri hii ya leo. Tumpigie makofi, 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 makofi anapokuja hapa mbele. Karibu sana Pastor. Bwana akubariki unapotuletea neno la adhuhuri ya leo. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Apewe sifa Yesu. Wacheni tupigie mama wetu makofi anaposhuka kutoka kwa madhabahu siku ya leo. Pigiwa makofi mazuri. Tunampenda na tunashukuru sana kwa Mungu kutubariki na yeye. Barikiwe sana. Asubuhi ya leo nimeokoka na Yesu Kristo ni Bwana. Ameniongoza na amenilida, amenihifadhi na ameniwezesha. Mimi na familia yangu tuko wazima na Yesu Kristo ni Bwana. Nashukuru asubuhi ya leo kwa sababu ya nafasi hii ambayo Mungu amenisaidia. Kwa hivyo ya kwanza ni kushukuru Mungu kwa sababu ya kuniwezesha na kunipa nafasi hii, na ili nikaweze kunena neno lake kwa watu wake. Kwa hivyo ya kwanza nashukuru Mungu. Ya pili nashukuru Bishop Ninabzesia kwa sababu ya kunipa nafasi hii nikaweze kusimama katika haya madhabahu. Na hiyo ingine ni shukrani kwako mam kwa sababu ya hii nafasi, nasema ni asante. Kila mmoja wenu nawashukuru kwa ajili ya kufika katika siku ya leo kwa nyumba ya Bwana, na ili tukaweze kusikia kutoka kwake kwa sababu ni Mungu mwema. Nawashukuru sana kwa ajili ya kufika. Nafasi hii nataka kushukuru pia mume wangu kwa ajili ya kuwa supportive sana. Anaitwa Sila, ni yule ambaye ameongoza praise ya kumalizia. Ni amemalizia praise. Kwa hivyo tumpigie makofi akiwa mahali pale amesimama. Nashukuru Mungu. Amen. Kwa hivyo nitasoma neno tukiwa tu tumesimama hivyo. Biblia inasema katika kitabu cha Job, in the book of Job 1 kuanzia mstari wa 2. Tunapewa habari ya Job. Job, Biblia inasema ya kwamba Job alikuwa mtu ambaye ni mcha Mungu. Alikuwa ni mtu ambaye ni mzuri. Na hapa mstari wa 2 unasema ya kwamba he had 7 sons and 3 daughters. Na mstari wa 2 unasema ya kwamba Job he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen and 500 donkeys, and had a large number of servants. He was the greatest man among all the people of the East. Tutaona katika Biblia after that kuwa na hiyo mali yote. Wacha tusome mstari wa 14. Mstari wa 14 verse 14 inasema ya kwamba siku moja a messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys were grazing nearby. Mstari wa mwingine, and the Sabines attacked and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one has left to you. Tukiangalia katika huo mstari tunaona ya kwamba katika ile mali ambayo alikuwa nayo, mstari wa 14 ujumbe ukaanza kumjia ya kwamba mali imeanza kuisha. Na tukiona mstari wa in verse 42, chapter 42 verse 12.
baada ya mali yake kuisha, Biblia inasema the Lord blessed the latter part of Job's life more than the former part. He had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen and 1,000 donkeys. Acheni tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunakuja mbele zako masaa haya, na Jehova tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Bado nakuja kuachilia kwa watu wako asubuhi ya leo. Ninakushukuru Mungu wangu kwa sababu umenituma kwa hili neno na ili nikaweza kurifikisha kwa watu wako. I pray my Father that your presence will be with me, that your presence will be in this sanctuary. In the name of Jesus Christ. Naomba uwepo wako ukakue juu yetu katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea hili neno ya kwamba likafike kwa watu wako na likazae mazao kulingana na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. I declare as a servant in the kingdom of God of heaven, through the power and authority that I have, and power and authority upon my spiritual authorities, through the power and authority upon the Holy Spirit of God, and the power and authority upon Jesus Christ, that which he received after he won death, through the power and authority upon Jehovah Elohim and the kingdom of God of heaven. I declare I enter in the spirit realm with the blood of Jesus Christ. And I declare I arrest all demons and demonic powers ambazo zimetumwa against the plan and the purpose of God kwa ajili ya service ya leo. I declare I arrest them. Wale wote ambao wametumwa kuwa against the word of this day, I arrest all of them. I destroy, curse and set them away in the name of Jesus Christ. I arrest all their evil weapons, the weapons of attack, of support, of reinforcement, the weapons of revenge. I declare I arrest all their weapons. I destroy, I curse and I set them away in the name of Jesus Christ. I declare to the service of today and the word of today, I allow the Holy Spirit of the Lord to take over. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I pray. Amen. Acheni tukaweza kuketi mbele za uwepo wake Mungu. Siku ya leo ninashukuru Mungu kwa ajili ya hili neno. Ni neno ambalo ni la kila mmoja wetu ambaye tumeitwa kwa jina lake, ambaye tumechagua Yesu ni neno letu. Kwa hivyo neno la siku ya leo nataka kukujulisha kwamba nimeipa kichwa chake ya kwamba it's my time to recover. It's my time to recover. Biblia inatuambia ya kwamba mahali ambapo tumesoma Job 1 kuanzia mstari wa pili ama kuanzia mstari wa kwanza, vile Job alikuwa mtu ambaye ni mcha Mungu. Na hapo mstari wa pili tunaonyeshwa ya kwamba alikuwa na wana, alikuwa na mke, alikuwa na watoto. Na wakati mmoja hao watoto wakaja wakamaliziwa na siku moja. Job alikuwa mtu ambaye alikuwa na utajiri mwingi. Na siku moja huo utajiri ukaisha. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa mcha Mungu, lakini hakumwacha Mungu hata kwa yote yaliyofanyika. Kwa hivyo siku ya leo ninakuja kunena na mtu ambaye number 1 ni yule mtu ambaye alikuwa na mali. Alikuwa na mali. Na siku moja hiyo mali ikaisha. Praise the name of the Lord. Mtu wa pili ambaye nimekuja kuongea na yeye ni yule mtu ambaye walikuwa na mali kwa familia yao. Alizaliwa kwa familia ya utajiri. Alizaliwa kwa familia ya watu ambao wako na mali, lakini ikafika mahali hiyo mali ikaisha. Kwa hivyo kuna mahali wewe ulifika ukapata mumekaukiwa, maisha ikaisha, ikaenda ngumu. Nimekuja kunena na mtu wa pili ambaye ni wa aina hiyo. Na mtu wa tatu ni yule mtu ambaye alizaliwa kwa familia ambayo haina kitu. Haikuwa na kitu. Hakuna kitu mlikuwa nayo. Hakuna. Yani ni vibarua tu, kuchapa vibarua, kukula, kuchapa vibarua, kukula. Nawe ukagrow, ukakuwa mkubwa, ukaendelea katika ile kasjia kakuchapa vibarua na wewe unalisha familia yako. Huyo
ndiye mtu wa tatu nimekuja kunena na yeye. Nataka nikuambia kwamba huu ni mwaka wa kurejeshewa. Huu ni mwaka wa kurejeshewa. Biblia inasema katika kitabu cha Exodus. Sasa hapa nimefika, nataka kuelezea who qualifies this recovery. Yule ambaye ana qualify this recovery. Katika kitabu cha Exodus 12 mstari wa 22, nani anayefaa kupata kile ambacho kilipotea? Who qualifies? Nataka kuelezea hadithi kuhusu wana wa Israeli. Wakati Mungu alitaka kuwapa kile ambacho aliahidia baba zao, nataka kukuambia kwamba the Israelites, katika hii verse Exodus, Israelites walikuwa wamekaa katika nchi ya utumwa miaka 430. Kwa hivyo kuna watu ambao walikuwa ndani yao na hawakuwa wanajua kile ambacho kiliahidiwa na Mungu kwa mababa zao, kwa sababu hii miaka ilikuwa mingi sana. Huyo ni yule mtu nimesema wazazi walikuwa na kitu na wakakuja wakaishiwa. So nataka kuelezea aje siku ya leo ya kwamba the person that qualifies anaenenda kufanana na siku hii ya wana wa Israeli. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba wana wa Israeli, wakati Mungu alikata kauli, kama vile amekata kauli wakati huu, kusema ya kwamba ni wakati wetu wa kurejeshewa. Wana wa Israeli, Mungu alitumana akasema ya kwamba wakati umekuja wangu wa kuwatoa pale Misri na niwapeleke katika nchi ya ahadi. Mungu akawaambia kwamba akatumana na akasema ya kwamba enda waambie, kwa sababu ninakuja kuwatoa pale niwaingize katika nchi ambayo niliwaahidia mababa zao. Waambie ya kwamba wajiandae, waambie wafuate vile ambavyo nitakavyowaambia. Waambie waende wachukue kondoo, wachukue lamb na waweze kuchinja. Na kwa sababu ninakuja usiku, waambie wachinje, wakule na waweke damu mahali. Hiyo damu wapake kwa milango, ndio waweze kuweka mark katika milango yao. Ndio nikikuja, wakati huu nikikuja, niweze kuwapita, nisije nikawamaliza kama vile naenda kumaliza maadui zao. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Biblia inaniambia kwamba wakati ule Mungu aliamua kukuja kuwaokoa, aliwapa hii direction ya kwamba waweze kupaka damu kwa milango. Na hivyo ndivyo walivyofanya. Walipopaka damu, Biblia inasema ya kwamba mstari wa 23 ya kwamba malaika akikuja ataweza kuwapita. When the Lord goes through the land to strike down the Egyptians, he will see the blood on the top and sides of the door frames, and will pass over the doorway, and he will permit the destroyer to enter. He will not permit the destroyer to enter your houses and strike you down. Nataka tutumie NKJV. So wakati huu nataka tupelekane tu pole na ili uweze kuelewa. Wana wa Israeli waliambiwa wapake damu, ndio Mungu akikuja na malaika wa kuharibu, malaika wa kuua asije akaingia kwao. Siku ya leo
tumeabiriwa recovery. Na Mungu amesema na akakutuhakikishia ya kwamba anatuletea recovery. Yule mtu ambaye ana qualify kupata recovery yake ni yule mtu ambaye amekombolewa kwa damu. Number one, ni yule mtu ambaye ako na mark ya damu ya Yesu Kristo. Yule mtu ambaye amekiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Huyo ndiye mtu ambaye amequalify. Qualification number one ni yule mtu ambaye ameokoka, amekubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Huyo ndiye ana qualify recovery ya mwaka huu. Praise the name of the Lord. Wewe na mimi tuko na alama ya damu. Praise the name of the Lord. That is qualification number one. Qualification number two, the Israelites, nataka you get an understanding that the Israelites were qualified kukuwa saved from this night ya destruction because they followed instructions. So, walipaka damu. They put a mark of the blood. And today, I want you to understand that we have a mark. If you are born again, you have a mark of the blood of Jesus Christ. Praise the name of the Lord. That is qualification number one. Qualification number two, ni ya kwamba that person that has put his trust in God. Praise the name of the Lord. Qualification number two is that person ambaye ametrust in the name of the Lord. The Bible says ya kwamba in Jeremiah 17 from verse 7. Jeremiah 17 from verse 7 that blessed is the man. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is in the Lord. Kwa hivyo yule mtu ambaye amebarikiwa ni mtu ambaye anaamini Mungu. Asifiwe Yesu. Kwa hivyo wacheni tuweke imani yetu kwa Mungu wakati huu. Na tutakuwa watu wamequalify to receive our recovery. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Qualification number 3 ni yule mtu ambaye ameweka imani yake kwa Mungu. A man who put his faith in God. Mark 11 verse 22. Hii ilikuwa habari ambayo tumeambiwa ya kwamba Yesu alipita mahali akapata mti hauna matunda, the fig tree, na akaweza kulaani. Na walipokuwa wanarejea Peter akaona ule mti kweli umekauka. Naye Yesu akamwambia Petro, and Jesus answered and said to them, have faith in God. Praise the name of the Lord. So if we have faith in God today, we shall receive from him. Praise the name of the Lord. We shall receive from him if we put our faith in God. And number 4, the qualification number 4 is that if we fully follow the instructions of God, tutakapofuata kama vile wana wa Israeli walifuata instructions za Mungu, waliweza kupata kile ambacho waliahidiwa. Praise the name of the Lord. And nilipokuwa naendelea katika this sermon, nikaweza kusaidiwa na Mungu kujua kile ambacho huwa Mungu anafanya na ili akatende hapa duniani. So what it's about to happen, what it's about to happen, or this God, what he does, kile ambacho anafanya. Jambo la kwanza, nilipokuwa nasoma in Exodus, in the book of Exodus, hiyo yenye tumesoma, ni ya kwamba Mungu aliwaambia nitakapokuwa nimefika, nitakaposhuka. Praise the name of the Lord. Na Mungu
wakati ameahidi jambo, huwa anakuja mwenyewe kulitimiza. Praise the name of the Lord. So number one, what happens is that God comes down to rescue. God comes down to rescue. Praise the name of the Lord. Mungu alishuka siku hii ya kuokoa wana wa Israeli kutoka utumwani. Mungu amepanga kushuka kwetu na ili aweze kutupatia our recovery, that which belongs to us. So God comes down to rescue. God comes down to fight for you. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo siku ya leo nataka uelewe ya kwamba kile ambacho kinafanyika, Mungu mwenyewe ako ndani yake. In this recovery, our God is in it. Praise the name of the Lord. Na jambo la pili ni ya kwamba mbingu huwa inashuka, malaika huwa wanashuka. Praise the name of the Lord. The Bible says that the Lord will pass over the doors and not allow the destroyer to come into your houses to strike. This destroyer is an angel of destruction. Praise the name of the Lord. Mostly when tunaomba maombi ya vita, huwa tunasema destructive fire. Destructive fire. That is one angel who is called destroyer. Destructive fire. Na anakuanga ni malaika wa kumaliza. Praise the name of the Lord. Wakati huu Mungu alishuka kwa wana wa Israeli, alishuka na malaika wa kudestroy kwa sababu ilikuwa wakati wa kumaliza. Siku ya leo Mungu amepanga na shuka ya kwamba amepanga kushuka na malaika wa kurejesha. Praise the name of the Lord. The Lord anashuka na malaika wa recovery. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo, let us be sensitive in this season. This is our time to recover. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Geukia jirani yako mwambie, it is my time to recover. Mwambie huyo mwingine, it is my time to recover. Amen. And I want us to read the book of John 5. John 5, from verse 5. Hapa nataka tusome Biblia kuhusu huyu mtu ambaye alikuwa amekaa. Huyu mtu ambaye alikuwa amekaa miaka 38 pale kwa kisima. Hallelujah. Wacheni tusome kwa pamoja. Now a certain man was there who had an infirmity 38 years. Tuendelee. When Jesus saw him lying there and knew that he already had been in the condition a long time, he said to him, "Do you want to be well? Do you want to be made well?" Praise the name of the Lord. Siku ya leo, nyinyi ambao mko katika hizo categories zenye nimesema, kuna mtu ambaye amekaa miaka mingi. Kuna yule mtu ambaye amekaa miaka mingi bila kupata kitu. Unahitaji kurejeshewa. Lakini miaka imeenda. Kuna yule ambaye alikuwa na mali. Miaka ndio hiyo imetembea imefika mahali imefika. Kuna yule ambaye alizaliwa kwa familia ambayo haikuwa na kitu. Na miaka bado inaendelea. Bado umeweka imani yako kwa Mungu. Siku ya leo unasema ni mwaka wangu wa recovery. This is what the Lord is talking about. Praise the name of the Lord. Ya kwamba hata kama umekaa miaka mingi aje. This man alikuwa pale kwa pool. I want you to get this. That if this man alikaa pale kwa pool miaka 38 akigoja
tani yake ifike. Na wakati wengine walikuwa wanakuja, Biblia inasema ya kwamba ati akiwa tu amekaribia kuingia, mwingine anaingizwa. Praise the name of the Lord. I'm talking about you, ambao umekaa miaka mingi bila kupata kile ambacho ni chako. Wewe ambaye wazazi wako walinyang'anywa na hiyo jambo likakaa ni kama limenyamaziwa. Wewe ambaye umekaa au juu ya kwamba mlifaa kupitia kwa sheria ya Mungu, mlifaa kuwa watu ambao wako na mali, mlifaa kuwa watu ambao wamebarikiwa, mlifaa kuwa watu ambao hawako vile wako siku ya leo. Praise the name of the Lord. Mlifaa kuwa watu wamerejeshewa. Asifiwe Yesu. I'm talking to you that God amepanga mambo mazuri juu ya maisha yako. Hata kama umekaa miaka 38 kama yule mtu, hata kama mahali ambapo umekaa kile ambacho unapata ni splash za maji. I can imagine this man akiwa pale kwa kisima, akiwa amekaa pale kwa kisima, akienda kuingia, mwingine anatubukizwa, maji inamrukia. Asifiwe Yesu. Haijalishi hata kama umekaa katika haya maisha, hata kile ambacho unakula ni ile kitu inabakia kwa wale ambao wanapata baraka. Haijalishi siku ya leo. Asifiwe Yesu. Hata kama umekaa pale unarukiwa tu na maji, lakini huwezi kuingia ndani. Asifiwe Yesu. Hata kama umejaribu mara ngapi, Mungu anakuja kukurejeshea. Apewe sifa Yesu. Asifiwe Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba huyu mtu alipokaa pale hakuwa na mtu. Lakini nataka tusome, kuna vitu alikuwa nazo. Praise the name of the Lord. And siku ya leo, the Lord is coming to recover. In John 5, turudi tena hapo. John 5 from verse 5 to verse 6. Tumesoma verse 5, tunaenda verse 6. Ya kwamba when Jesus saw him, tumesoma hiyo, ya kwamba Mungu, Yesu Kristo alimuuliza, do you want to be well? Do you want to be made well? Praise the name of the Lord. Na siku ya leo, Yesu anakuuliza, do you want to recover? Hallelujah. Uliza jirani yako, do you want to recover? Do you want to recover? Do you want to recover? Mwambie ongea tu. Do you want to recover? Amen. Biblia inasema ya kwamba verse 7, that this sick man answered him, Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. Yesu akumio. Kwa hivyo huyo mtu alikuwa ameweka imani yake kwa wanadamu. And that is why I told you ya kwamba kama qualification number 2 is that you put your trust in God. Why? Because this man, he put his trust to people. Alimwambia Yesu ya kwamba mimi sijapata mtu. I have no man to put me into the water. So brethren, today, put your trust in God. Asifiwe Yesu. Put your trust in God. There are many times that you had put your trust in men. Kuna wakati mwingi ulitarajia mtu akuitie ile kazi. Kuna siku ambayo ulitarajia mama fulani akuitie kazi. Kuna siku ulitarajia mtu ambaye mlimalizia shule na yeye akuitie ile kazi. Asifiwe Yesu. Hata siku ya leo kuna mtu unagojea. Praise the name of the Lord. Kuna mtu unagojea na ili ukaweze kuingia mahali fulani. Lakini Biblia inakuambia kwamba do not trust in men. From today, remove your trust in men. Because the moment this man alitoa this maneno ndani yake, ni kuondoa, aliondoa imani yake kwa watu na akaamua kusema. Asifiwe Yesu. Apewe sifa Yesu. Kwa hivyo siku ya leo,
remove your trust in men and put your trust in God. Biblia inasema ya kwamba, sir, I have no man to put me into the water, but I have no man to put me into the water. Asifiwe Yesu. Hana mtu. Asifiwe Yesu. Na anasema ya kwamba, anaendelea kusema ya kwamba wakati malaika anakuja kwa maji na anaitigiza. Asifiwe Yesu. Wakati opportunities zimekupotea. Kuna siku mingi na nataka uniambie ya kwamba kunazo siku ambazo umepoteza opportunities. Asifiwe Yesu. This man in the pool, he lost so many opportunities. Praise the name of the Lord. The Biblia inasema ya kwamba wakati ule katika ile pool, when the water is being stirred, wakati maji inatigizwa, wakati opportunities zimeonekana. Asifiwe Yesu. Hauna mtu. Kwa hivyo siku ya leo, put your trust in God. And I want you to get this. Encourage yourself. Because even if you have lost those opportunities, this is the time for you to recover. Praise the name of the Lord. Even if you have lost so many opportunities, like this man, alipoteza opportunities. Yule mtu alikaa pale kwa ile kisima. Maji tu ndio inampiga lakini haigii kwa kisima. Asifiwe Yesu. Maji tu ndio inapiga. Opportunities zinakuja. Amequalify. Kwa sababu yule mtu ambaye alikuwa amequalify kuingia kwa ile kisima ni yule mtu ambaye alikuwa na shida. Yule mtu ambaye alikuwa mgonjwa. And this man was sick. Praise the name of the Lord. This man was sick. For sure he qualified kuingia kwa ile kisima. Praise the name of the Lord. Lakini siku hiyo Yesu akakuja. Kama vile amekuja siku ya leo. Anakuambia ya kwamba, my brother, my sister, my son, my daughter, you qualify. You qualify. No more losing of opportunities. Hakuna kupoteza tena opportunities zako. Praise the name of the Lord. Yesu Kristo amekuja. Na anakuambia ya kwamba, as long as you have a mark of the blood of Jesus, you are my son and you qualify. Apewe sifa Yesu. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Biblia inasema ya kwamba hapo chini, but while I am coming, another steps down before me. Hii inakuelezea kwamba hata kama kuna mtu aliyekuwa na umri mdogo kukuliko na kaingia mbele yako, hata kama kuna mtu mwingine ameingia mbele yako kwa huo utajiri, kwa hiyo kazi, hata kama kuna mwingine ambaye ameingia mbele yako, praise the name of the Lord. This is your season. This is your time. This is your season. Praise the name of the Lord. This is my time to recover. Praise the name of the Lord. Nataka uelewe ya kwamba huu ni wakati wako wa kurejeshewa. Apewe sifa Yesu. Mstari wa 8. Wacha tuone vile Yesu Kristo alimwambia. And Jesus said to him, rise. Praise the name of the Lord. The Lord is saying to you today, you shall recover. And the moment you recover, you shall rise. Praise the name of the Lord. Because this man recovered. And that is why Jesus told him to rise. Asifiwe Yesu. In this time of recovery, you qualify to rise. Apewe sifa Yesu. So what is about to happen in your life is that you shall recover and you shall rise. Apewe sifa Yesu. You shall recover. Utarejeshewa na utainuka. Apewe sifa. Apewe sifa Yesu Kristo. Amesema ya kwamba siku ya leo, just like the days of Job, you shall recover. Just like the days of this man ambaye alikaa kwa kisima kwa miaka 38, you shall recover and you shall rise. Praise the name of the Lord. Number 2,
what is about to happen in your life is that you shall take up your bed. What is this bed? Is that person you rely on. Yule mtu ambaye unaegemea. Yule ambaye amekushikilia. This man, he had a bed kwa hiyo pool. Praise the name of the Lord. Hiyo ndio alikuwa analalia. Today, what do you rely on? Whom do you rely on? Maybe unagojea dada yako akusaidie. Maybe unagojea ndugu yako akusaidie. Maybe unagojea mzazi wako akusaidie. Praise the name of the Lord. Maybe sasa unajua saa hii ukitaka kitu kuna ule mtu ambaye utaitisha. That is what is called your bed. The Lord is saying it is time for you to take up your bed. Praise the name of the Lord. In this time of recovery, you recover, you shall rise, and you shall take up the bed. You shall be a financier to that person who used to lift you. Asifiwe Yesu. Huyo mtu aliinua kitanda chake. He took up his bed na akaibeba. Alikuwa ameilalia kwa miaka mingi. But this time loud, Jesus akamwambia, take up your bed. And then today, I want you to understand, in this season of recovery, the Lord says that you shall take up your bed. You shall be a financier. Utakuwa mtu wa kubariki wengine. Utakuwa mtu wa kupeana kwa wale ambao walikuwa wanakupea. You will not rely on any man anymore. Yesu akumio. Hautategemea hiyo kampuni tena. You will lift up. You will rise up. You will rise up and take up your bed. Apewe sifa Yesu. Baada ya kuwa mwajiriwa kwa miaka mingi, Yesu Kristo anasema ya kwamba you shall take up your bed. Utaajiri. Praise the name of the Lord. The moment you recover, you shall take up your bed. And number 4. This is number 4 or number 5. I think number 5. You shall recover. You shall rise. You shall take up your bed. You shall be a financier. You shall be a supporter. Praise the name of the Lord. And number 4. You shall walk. Hallelujah. Hallelujah. In the season of recovery, Yesu Kristo anakuambia ya kwamba, hey, that you shall walk. What does walk means? Is that you are not limited to do anything. So limitations are out. Apewe sifa Yesu. You shall dominate. Kupitia kutembea. Mahali pote ambapo utaenda. Apewe sifa Yesu. Utatawala. The moment you recover, wherever you go, you shall dominate. Wherever you go, you shall dominate. Because Jesus Christ amesema ya kwamba walk. Hata kama utatembea north. Kuna wakati tulikuwa tunaongea na Pastor Elijah anatuambia kwamba there is a way huwa tunaangalia, tunauliza Mungu in which direction wakati huu wa evangelism tutaenda. Naye Pastor Elijah anasema ya kwamba Mungu aliniambia north, south, east or west, everywhere belongs to me. So wherever you go, you shall receive a harvest. Praise the name of the Lord. So the Bible says, walk. Hata kama ni hiyo biashara kidogo utaweka, you shall walk. Praise the name of the Lord. Hata kama ni kazi gani utaanza, you shall walk. Praise the name of the Lord. You shall dominate. Kumbuka ya kwamba huu ni mwaka wetu wa kukombolewa, ni mwaka wa udhihirisho wa nguvu za Mungu. Asifiwe Yesu. Huu ni mwaka wa dominion. Na ukiangalia katika hii Biblia, this man when he recovered, he walked. Kwa hivyo he dominated. Praise the name of the Lord. Hakukuwa na kizuirizi. Hakukuwa na kizuirizi katika maisha yake. So, what is about to happen in your life is that there will be no limitation in your life. Apewe sifa Yesu. There will be no limitation in your life. When the Lord came, he broke the chains. Yesu akumio.
The chains that tied this man for that 8 years at the pool. Today, the Lord is coming to break every chain in your life. Praise the name of the Lord. Haijalishi umefungwa miaka ngapi. Haijalishi ni wazazi wa wazazi walianza kufungwa. This time loud, the Lord is coming to do it for you. Na ukiangalia hapo chini unapoendelea kusoma, utaendelea kusoma hapo chini kabisa ya kwamba this man wakati alienda akaingia kwa hekalu na akapatana na Yesu. Yesu alimwambia, I see you. Young man, so it's you. Umekuja. Ishakuwa sawa. Praise the name of the Lord. Na huyu mwanaume wakati aliona kweli ni Yesu amenisaidia, alienda akaambia wale ambao walikuwa against Yesu, alienda akawaambia kwamba nimejua yule ambaye ameniambia nichukue kitanda changu. Na Biblia inasema akamwambia ni Yesu Kristo. Apewe sifa. Praise the name of the Lord. In this season of recovery, you shall testify. Praise the name of the Lord. You shall testify that the Lord God Almighty has done it for you. Praise the name of the Lord. Hivyo siku ya leo, I want you to understand that in this season of recovery, you need to trust in God, to stay in God, to put your faith in God, and you shall receive that which belongs to you. Praise the name of the Lord. You shall receive freedom in all areas. This man received freedom in all areas. Hakukupatikana kizuilizi. Praise the name of the Lord. Na Biblia inasema ya kwamba this man aliponywa siku ya Sabato. Haikufaa kuponywa mtu yeyote. Nataka nikuongeleshe wewe ambaye kumewekwa sheria kwa maisha yako. Praise the name of the Lord. That wewe haufai kuinuliwa. Ikasemekana ya kwamba kizazi chako hakifai kulikava. Wewe ndiye ninanenea siku ya leo. Just like the way Jesus did in the days of this man, he is coming to do it for you. Apewe sifa Yesu. Hata kama kuna sheria ilipitishwa, wakati huu sheria ilikuwa imepitishwa ya kwamba siku ya Sabato kusikuwe na mtu ambaye ataponya, lakini Yesu alivunja hiyo sheria. Apewe sifa Yesu. So Jesus is coming to break every law in your life. Hallelujah. Hallelujah. Nataka nisikie hallelujah kubwa ya watu ambao wanakuja kurejeshewa. Tuseme hallelujah. Ninapomalizia, nataka kuambia kwamba may you recover your freedom. Praise the name of the Lord. May you recover your dominion. May you recover your life back. Praise the name of the Lord. May you recover your sons and daughters. May you recover your life in all areas. Praise the name of the Lord. May you testify of the doings of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ninaomba tukaweza kusimama kwa miguu yetu. Nili tukaingie kwa maombi. Kwa sababu Yesu amekunenea kwa njia moja ama nyingine. Hallelujah. Jichunguze katika maisha yako siku ya leo. Jichunguze. Kuna sheria imewekwa kwenu? Je, kuna mahali umezuiliwa kwenda? Je, uko vipi katika maisha yako? Wewe ndiye Mungu ananenea siku ya leo. Na nakwambia kwamba he is coming to recover. This is your season to walk. This is your season to rise. This is your season to testify. This is your season to enter in your level. This is your season to receive that which belongs to you. Go before the Lord this hour.
Go before the Lord this hour. I want to see you praying for your life. Ya kwamba Mungu umesema you are coming to recover. Then break every chain in my life. Nitoe kwa hii kisima. Nimekaa miaka mingi. I want to see a person ambaye amechoka kukaa hiyo miaka mingi. Because this is your season to recover. This is your season to be lifted. This is your season to walk. This is your season to fight. This is your season to receive. This is your season to testify. Oh, hallelujah. Lord Jesus, we come before your presence. Oh, perabashi paragada mazeperagada. Umetuambia this is our time. Just like the days of the man in the pool. Jehovah, you are coming up. Oh, have your way, have your way, have your way. Zeraboshe parida ramazata. Have your way, Jehovah. Have your way, my God. Have your way, my Father. Have your way, my Father. Nitoe kwa hii kisima. Nimekaa miaka mingi. Baraka zangu zirejeshwe. Kilichokuwa cha familia yetu kirejeshwe. Natangaza kurejeshewa. Natangaza kurejeshewa. Wacha watu wa Mungu. Let the sons and daughters of God waitishe urejesho wao. Waitishe urejesho wao. Kile unajua na kile ambacho hujui. Itisha that which belongs to you. It is your time to recover. It is your time to recover. It is your season to recover by the power and authority that is in Jesus Christ. By the power and authority. It's your season to recover in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Nataka wewe ambao unajua, umejua mambo kile kitu ambacho umeimbiwa, kile kitu ambacho familia yenu imeibiwa, wewe ambao umejua na unajua kwa hakika unafaa kulicover, inua mkono wako na ili tukaweza kuomba kwa pamoja. Nataka tukaweza kuomba kwa pamoja siku ya leo. Watu wa Mungu wakarejeshewe. Lord Jesus, I come before your presence as a servant, my Father, and upon this altar, Jehovah, I declare through the power and authority upon my spiritual authority, power and authority upon Jesus Christ, power and authority upon Jehovah Elohim in heaven, power and authority upon the kingdom of God of heaven, and through the destructive fire of the Holy Spirit, I declare recovery of this man, of this woman, of son and daughter, my Father. I declare recovery ya hali yao, kile ambacho jamii yao ilibiwa, natangaza warejeshewe. The grace of recovery to locate you in the name of Jesus Christ. May the power of recovery locate your sons. May the power of recovery locate your daughters this hour. In the mighty name of Jesus Christ. They deserve to recover. Jehovah Father, I declare every chain to be broken this hour. I declare to every law to be broken this hour. In the mighty name of Jesus Christ. Every limitation, I arrest it now. In the name of Jesus Christ. I declare kila aina ya kifungo ambao ulikuwa umewekwa ndani yake na ili usirejeshewe, I declare I break it in the name of Jesus Christ. And I declare I assign the angels of the Lord to recover to you that which belongs to you, that which belongs to your family, that which belongs to you. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, I declare right now, amen, amen, amen. Nataka tupigie Yesu Kristo makofi tunapomwalika our mom akaweze kuendelea. Amen. Makofi mazuri na ili akaweze kufika katika madhabahu. Tupigie Yesu makofi. Hilo ni neno ambalo ni la muhimu sana, hasa katika siku hii ya kwanza ya mwezi huu wa 3, kwa sababu tumehubiriwa hilo neno tarehe hii 1. Fanya kila juhudi kila siku ya huu mwezi kutangaza urejesho. Kila asubuhi unapoamka, taja kitu ambacho unahitaji Mungu akakurejeshe.
na kuna sababu ambayo Mungu amefanya tukalisikia hili neno siku hii. Bwana atubariki sana. Bwana abariki Pastor Mary na endelee hata kukuza hicho kipawa cha uhubiri ndani yake. Nataka tuchukue wakati huu kuwaombea wageni wetu ambao walikuwa wametutembelea.